Naam, mtazamaji, karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Habari za hivi punde zinadai ya kwamba Humphrey Polepole ameweza kuonekana mapema wiki hii maeneo haya, na madai haya yametolewa na vigogo hawa maarufu katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania na nje ya nchi. Kabla ni kujuze taarifa hizi kwa kina na kwa undani zaidi, kama kawaida yetu, niambie unanisikiliza na kunitazama ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanipata vizuri ukiwa maeneo au mkoa gani. Mtazamaji, wimbi jipya la utata limezuka katika nyanja ya kisiasa nchini Tanzania kufuatia kuibuka tena kwa madai ya mtandaoni kuhusu hatima ya aliyekuwa balozi Humphrey Polepole. Ripoti zilizoenea sana kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha kuwa mwanasiasa huyo mashuhuri huenda alionekana nje ya nchi, na hili limeibua maswali mapya iwapo madai yake ya kutekwa nyara yaliyojadiliwa sana miezi iliyopita yalitokea kweli au ilikuwa kisingizio cha kisiasa. Uvumi huo mpya umezua mjadala mkali wa umma na kuibua hisia kutoka kwa wafuasi wa chama tawala, viongozi wa upinzani, wanaharakati na raia wa kawaida pia. Hata hivyo, huku uvumi huo ukienea kwa kasi, hali ya kutokuwa na uhakika na mivutano imeshika tena mazungumzo ya kitaifa katika mitandao ya kijamii Tanzania. Madai ya hivi punde sio ya kwanza kupinga simulizi kuhusu kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Hapo awali, miezi michache iliyopita tangu kutekwa nyara Humphrey Polepole, au hata kabla ya uchaguzi mkuu uliopita, mwanachama mkuu wa tawi la vijana la chama tawala alikuwa amependekeza hadharani kwamba tukio hilo halikuwa utekaji nyara hata kidogo, bali ni mpango uliochochewa kisiasa. Kulingana na simulizi hiyo ya awali, miezi kadhaa iliyopita, Polepole aliaminika kujificha nje ya nchi kulingana na vigogo ambao wanapinga upinzani dhidi ya chama tawala, pendekezo ambalo lilizua hasira miongoni mwa wafuasi wake. Wakosoaji walipuuza taarifa hiyo kama isiyojali na inayoweza kupotosha umma, wakisema kwamba inadhoofisha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa kibinafsi na uwajibikaji. Mabishano hayo yalizua mgawanyiko mkubwa ambao umeendelea hadi leo. Sasa kuibuka upya kwa madai kama hayo kumeongeza tabaka mpya za utata kwa suala ambalo tayari ni nyeti nchini. Machapisho ya mtandaoni yanayodai kwamba Humphrey Polepole alionekana katika nchi ya kigeni yameenea sana, ingawa hakuna hata mmoja ambayo imethibitishwa kwa kujitegemea au kuthibitishwa kwamba ni kweli. Wachambuzi wanaona kuwa katika mazingira yenye mashtaka ya kisiasa, habari ambayo haijathibitishwa inaweza kuunda mitazamo ya umma haraka hata kabla ya ukweli kuthibitishwa. Hata hivyo, wamejadilia kwamba huu bado unabaki kuwa ni uvumi tu na hakuna aliyehakikisha kuwa Humphrey Polepole ameonekana nje ya nchi. Mienendo hii imechochea wasiwasi na uvumi, huku baadhi ya wananchi wakidai udhibitisho madhubuti, huku wengine wakitaka tahadhari dhidi ya kueneza habari potofu. Hali hiyo inaonyesha jukumu kubwa la majukwaa ya kidijitali katika kuunda masimulizi ya kisasa ya kisiasa. Umakini huo mpya unakuja wiki chache tu baada ya madai mengine makubwa yanayohusisha familia ya Humphrey Polepole. Awali, mwanaharakati maarufu wa Kitanzania hivi majuzi anayeishi nje ya nchi alidai kuwa kumekuwa na jaribio la kumteka nyara nduguye Polepole anayefahamika kama Agustino Polepole hivi majuzi. Kwa mujibu wa maelezo ya mwanaharakati huyo aliyeko nje ya nchi, watu wasiojulikana walitumwa kumradhi kwenda kumtisha au kumkamata na kumteka kutokana na kuendelea kutetea haki kuhusu kutoweka kwa kaka yake Humphrey Polepole. Madai haya yalizidisha hofu miongoni mwa wafuasi wanaoamini kuwa familia hiyo inaweza kuwa chini ya shinikizo, lakini taarifa hizo hazina udhibitisho wowote. Hata hivyo, mamlaka haijathibitisha hadharani pia uwepo kwa operesheni kama hiyo ya jaribio la kumkamata Agustino Polepole. Huku mihemko ikiendelea kupanda, viongozi wa upinzani nao wameingia kwenye mjadala huo, wakikuza miito ya uwazi na uwajibikaji. Miongoni mwa waliovuma zaidi ni makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, ambaye hivi karibuni alizungumzia swala hilo kupitia mitandao yake ya kijamii, hasa mtandao wa kijamii wa X uliojulikana awali kama Twitter. John Heche aliweka wazi kuwa hatakaa kimya
au kuruhusu jambo hilo la Polepole lififie kwenye kumbukumbu za umma au wa Tanzania hadi ukweli utakapothibitishwa kikamilifu. Ujumbe wake John Heche ulitafsiriwa kwa wingi kama ishara kwamba viongozi wa upinzani wananuia kuweka kesi hiyo hai katika uangalizi wa kitaifa. Uingiliaji kati huo wa John Heche umeingiza kisiasa sakata hiyo inayojitokeza sasa. Maneno ya John Heche yalisisitiza kwamba matukio yanayohusisha madai ya vurugu au kutoweka hayawezi kupuuzwa tu au kuzikwa chini ya masimulizi yanayohama. Alipendekeza kwamba majaribio ya kukandamiza majadiliano ya umma yangeshindwa kwa sababu maswali yanayozunguka kesi hiyo bado hayajatatuliwa. Msisitizo wake wa kuendelea kuchunguzwa uliguswa na wanaharakati na mashirika ya kiraia ambayo kwa muda mrefu pia yamekuwa yakitetea uwajibikaji zaidi katika kesi hiyo nyeti ya Polepole. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali wanasema kuwa taarifa kama hizo zina hatari ya kuzusha mivutano bila kuwasilisha ushahidi madhubuti. Mgongano huu wa mtazamo umeongeza ubaguzi kwa wachunguzi wengi. Mzozo wa Polepole unaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu uaminifu wa kisiasa na uaminifu wa kitaasisi. Wakati watu mashuhuri wanapokuwa mada ya masimulizi yanayokinzana hasa ya utekaji nyara, mara nyingi wananchi hujitahidi kuamua nini cha kuamini na kipi ambacho ni uvumi. Wachambuzi wanasema ukosefu wa habari wazi na thabiti unaweza kuondoa imani katika taarifa rasmi na madai ya upinzani. Katika mazingira haya, uvumi na nadharia za njama zinaweza kushamiri na kutatiza juhudi za kuweka uwazi wa ukweli. Hali ya sasa inaonekana kuwa mfano wa muundo huu wa kutatanisha. Wakati huo huo, wadadisi wa mambo ya ndani ya chama tawala wanaoshikilia kuwa Polepole hakuwahi kutekwa nyara wanasisitiza kuwa ripoti mpya za kuonekana nje ya nchi katika taifa la kigeni ambalo halijatajwa jina zinaunga mkono msimamo wao wa muda mrefu. Wanahoji kuwa kipindi chote kinaweza kuwa kilitiwa chumvi au kubadilishwa kwa manufaa ya kisiasa. Wengine hata hivyo wamependekeza kwamba wakati wa uvumi wa hivi punde unaweza kuhusishwa na kubadilisha mikakati ya kisiasa kabla ya mashindano ya uchaguzi yajayo. Hata hivyo, madai kama haya yamezua upinzani mkali kutoka kwa wakosoaji wanaowashutumu kwa kutupilia mbali masuala halali na muhimu haraka sana. Mjadala hauonyeshi dalili za kupungua hadi sasa. Mwitikio wa umma umekuwa mkali sana kwenye mitandao ya kijamii ambapo lebo ama hashtagi zinazohusiana na Polepole zimevuma mara kwa mara tangu hadithi hiyo ilipoanza mapema wiki hii. Majadiliano ya mtandaoni yanafichua jamii iliyogawanyika kati ya mashaka na huruma na uvumi, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao wakidai uchunguzi wa haraka, huku wengine wakitaka kujizuia. Vijana wa Kitanzania hasa wanaoonekana kujihusisha sana katika kuchambua madhara ya mzozo huo, Gen Z, pia ushiriki wao unaangazia jinsi wanaharakati wa kidijitali unavyobadilisha ushiriki wa kisiasa nchini Tanzania. Kwa hivyo suala hilo limebadilika na kuwa mazungumzo mapana kuhusu uwazi na wajibu wa kiraia. Wakati huo huo, hali ya kihisia kwa familia ya Polepole na washirika wake wa karibu imekuwa mada ya mara kwa mara katika majadiliano ya umma. Wafuasi wanasema kwamba kutoweka bila kutatuliwa au matukio yenye utata yanaweza kuacha makovu ya kisaikolojia kwa wapendwa. Mwelekeo huu wa kibinadamu umefanya utata huo kuwa zaidi ya suala la kisiasa tu na kugeuza kuwa hadithi kuhusu hofu, udhabiti na utafutaji wa ukweli. Ni hayo tu mtazamaji niliyofanikiwa au kujaliwa kukuandalia katika ripoti ama habari hizi, na kuomba kwa moyo mkunjufu na wa dhati bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Endapo umesubscribe utakuwa wa kwanza kila siku kupokea ujumbe au notification kupitia simu yako kila ambapo habari mpya zitaweza kuibuka kumhusu Humphrey Polepole. Vile vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.